Na mimi nitumie fursa hii adhimu sana kuungana na wabunge wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, afya na uzima iliyotuwezesha sisi sote kuweza kukutana kwenye jengo hili tukufu kwa ajili ya kujadili mustakabali wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niruhusu kipekee kabisa na kwa shukrani za unyenyekevu kutoka ndani ya sakafu ya moyo wangu kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Nachingwea. Moja, kwa kukubali, kuridhia na kunichagua mimi kuwa mbunge wa jimbo la Nachingwea. Lakini la pili, kwa kumchagua kwa kura nyingi na za kishindo na za heshima Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tatu, kwa kushiriki na kuendesha vizuri zoezi la uchaguzi mkuu toka katika kipindi cha kampeni mpaka siku ya kupiga kura wakiwa wamejijengea utulivu wa kuchagua viongozi waliowapenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami pia nitumie fursa hii kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Moja, kwa kuchaguliwa kwake. Lakini la pili, nimeisoma na nimeipitia hotuba aliyotoa bungeni tarehe 14. Katika hotuba ile, Mheshimiwa Rais amejielekeza katika vipaumbele, ameonyesha umadhubuti, ameonyesha nia na amefungua mwanga wa Tanzania kubwa tunayoitarajia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ameweka vipaumbele mahususi na amejipambanua kutokana na mwelekeo wa nchi ya dunia ya sasa inavyotakiwa kwenda. Kwa kuzingatia masuala mtambuka mbalimbali yanayoijenga dunia leo katika masuala ya kimaendeleo, katika maeneo ya teknolojia, huduma za jamii, hali za vijana na mambo ya usalama wa nchi, Mheshimiwa Rais kila kitu amekiweka vizuri. Natumia fursa hii kumpongeza sana na nataka nimhakikishie kwamba hotuba hii aliyoitoa hapa bungeni ndio itakuwa dira, itakuwa mwelekeo na ndio itakuwa tochi itakayotuangazia Watanzania kuyaelekea maendeleo ya kweli katika siku zote za kuitumikia nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hotuba Mheshimiwa Rais amejipambanua wazi kabisa. Lakini naomba uridhie niweke jambo moja kutoka katika kitabu kitakatifu. Kwa wale wasomaji wazuri wa Biblia watakubaliana na mimi kwamba baada ya Musa kuwachukua wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa, alipowapeleka kwenye nchi yao ya utawala na kuishi, Musa ndiye alikuwa kiongozi aliyetumainiwa, aliyetegemewa na ambaye alionekana ndiyo mustakabali wa taifa la wana wa Israeli. Lakini Biblia inaeleza na hadithi iko wazi kabisa, Musa naye alikufa sambamba na kuwa alipendwa na alihitajika. Lakini wakati Musa anawaacha wana Israeli, ni kama taifa ambalo liliulizana nani anakuja kuwa Musa wa pili atakayetuvusha na kutupeleka kwenye nchi ya asali iliyoahidiwa. Mungu akamuinua mtu anaitwa Joshua, akamwambia, wewe ninakupa kazi ya kuwachunga kondoo wa Israeli nao wafike kwenye nchi ya asali na maziwa wakiwa salama na wenye furaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukimsoma vizuri Joshua katika maandiko matakatifu, anasema wakati anapokea nafasi ya uongozi, hata yeye mwenyewe alibaini kwamba wako watu wanaweza wasielewe na kuamini kuwa ni Joshua mwenye nguvu atakayevusha wana wa Israeli. Ndipo Mungu akamwambia Joshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja nawe kila uendako. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niyachukue maneno haya niyaweke katika fikra, mwelekeo, mtazamo na dhima ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba amepokea kijiti kutoka kwa Musa, na hata wakati anapokea inawezekana yako mashaka, lakini kwa kazi, huduma na mwelekeo alioonyesha katika kipindi cha miaka 4 mpaka sasa, inatosha kabisa kutupa matumaini ya kuvuka bila mashaka yoyote. Kwa hiyo basi, Mheshimiwa Mwenyekiti,
na Watanzania wenzangu, kama leo dunia itatuamsha na kuuliza rais wa Tanzania anapenda nini, jibu nitakalolitoa mimi nikiwa nimeamka, anaipenda nchi yake kuliko kitu chochote. Kama leo dunia itaniuliza unajivunia nini kwa rais wako, nitawaambia ninajivunia kuwa na rais aliyewatoa watoto wa kimaskini kutembea umbali mrefu kufuata elimu kwa kuwajengea mabweni na shule karibu na maeneo yao. Kama dunia itaniuliza kwa nini unamsemea rais wako, nitawaambia ninamsemea rais aliyoiendeleza na kufifua miradi mipya ya kimkakati ambayo ingeweza kukatisha tamaa. Nitawapa ushuhuda wa bwawa la Mwalimu Nyerere, nitawapa ushuhuda wa daraja la Kigongo Busisi, nitawapa ushuhuda wa miradi mikubwa ya hospitali za kanda, hospitali za mikoa, hospitali za rufaa, hospitali za wilaya, zahanati pamoja na vituo vya afya ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga kwa nguvu, uwezo na mapenzi makubwa kwa nchi yake Tanzania. Taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nampongeza msemaji mdogo wangu Fadhili Liwaka, lakini nataka kumwongezea taarifa kwamba na mimi pia nitamsemea Mheshimiwa Rais kwa mradi mkubwa wa bandari ya uvuvi katika wilaya ya Kilwa. Hii ni bandari ya kimkakati ambayo iko katika 90% na hivi karibuni na karibia kumalizika, lakini ni bandari kubwa katika ukanda huu wa nchi za Afrika Mashariki ambayo haijawahi kujengwa popote pale. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Fadhili, unaipokea taarifa hiyo? Naipokea taarifa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dada yangu naye mheshimu sana, na bado namuongezea kwamba dunia ikiniamsha juu ya uchumi wa bluu, nitawaambia ninamsemea rais aliyethubutu kujenga bandari za uvuvi, aliyethubutu kujenga meli za usafirishaji za watu na mizigo, na aliye tayari kuhakikisha kwamba wavuvi kwenye ukanda wa maziwa na bahari kuu wanapata mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya utangulizi huo na kuweka mwelekeo wangu na mtazamo ambao natamani kila mbunge na Mtanzania auone kwa rais wetu, naomba nijielekeze kwenye mambo matatu ambayo kwenye hotuba Mheshimiwa Rais ameyaweka vizuri na sisi tunahitaji msisitizo. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia niwapongeze mawaziri waliotoa huduma kwenye Wizara ya Madini. Moja kati ya jambo kubwa ambalo nchi yetu inaweza kujivunia ni uwepo wa rasilimali ya madini, tena madini yenye thamani kubwa sana. Hata pale nchi yetu inapotoa sauti duniani juu ya kwamba tunayo thamani ya madini ambayo inamezewa mate, hatutoi kwa bahati mbaya au kujifurahisha, tunatoa kwa sababu mlio wa mgonjwa anayojua ni muuguzi, na sisi ndio wauguzi wa nchi yetu. Kwa hiyo katika eneo hili serikali imeweka mkakati madhubuti. Moja, kuhakikisha tunavutia uwekezaji kwenye eneo hili la madini. Lakini tumeona pato la taifa limeongezeka kutoka kwenye sekta ya madini kutoka 6.8 mpaka 10.1. Hii ni kazi kubwa sana imefanywa na sekta pamoja na Wizara ya Madini. Nitumie fursa hii kumpongeza sana kaka yangu Mheshimiwa Mavunde na naibu waziri kwa kazi kubwa ya usimamizi, na sisi sote tutakuwa mashahidi. Tumeona wizara ikihangaika, jambo la kwanza kuweka utaratibu mzuri wa uwekezaji kwenye eneo la madini, lakini eneo la pili kuhakikisha Watanzania wanakuwa matajiri kwa kuwa wachimbaji wazuri kupitia maeneo ya wachimbaji wadogo wadogo. Nami nataka niungane nao na kuwatia shime kwamba moja ya jambo litakalolitoa taifa na kusogea mbele zaidi kwenye eneo la sekta ya madini, pamoja na mikakati iliyoelezwa katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunaongeza thamani ya madini, tunafungua kituo cha uzalishaji wa madini East Africa, lakini ni sharti letu la msingi na ni muhimu kuwatambua, kuwaelekeza na kuwajenga wachimbaji wadogo nchini ili waweze kupata ngazi ya utajiri na kuwa wachimbaji wakubwa, ili tuwe na taifa lenye thamani ya mali zilizoko hapa chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwelekeo wa uchimbaji wa madini nchini unakwenda vizuri, kwa sababu tumeona leo tukihesabu idadi ya Watanzania waliopata uwezo wa kujisimamia na kuweza kufanya shughuli za uchimbaji haiwezi kulinganishwa na miaka 15 iliyopita. Kwa sasa tumepiga hatua kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, nilikuwa naomba niweke maneno yangu kwenye jambo moja. Nimesoma vizuri hotuba Mheshimiwa Rais
na nimeona mwelekeo katika swala la kupambana na kusaidia kuwaondoa wanyama waharibifu ambao ni ndovu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka jimbo ambalo 75% wakati naomba kura ya wananchi, kila nilipokwenda, moja ya hoja niliyokutana nayo ni wanyama waharibifu aina ya ndovu. Na mimi nafahamu ndovu hawa wanalindwa na sheria maalum ya kimataifa. Ziko nchi ambazo ziliwahi kupitia changamoto kubwa ya wanyama wengi wa aina hii kama vile Sri Lanka, India, Sierra Leone na nchi zingine nyingi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako mambo mahususi ambayo kama nchi tukiamua kuyaweka tunaweza kusaidia kuwaondoa wananchi wetu kwenye adha ya hawa wanyama ambao sio tu wanamaliza mazao ya watu bali wanahatarisha usalama na maisha ya Watanzania kwa sababu wanaua. La kwanza, ziko njia ikiwemo zile ambazo zimeainishwa na wizara. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Nashukuru sana, naunga mkono hoja.